innamal a'malu binniyat. Na inshallah tutagusa yale ambayo tuliyogusa jana kidogo. Na mada yangu nimeiweka katika maeneo 8. Kuna masomo kama 8 ndani yake ambayo tutapata kwa kina kuhusu mtazamo wa Uislamu kuhusu mali na fedha, na mtazamo wa Qur'ani kuhusu mali na fedha, mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu mali na fedha, na vipi tabi'i maswahaba na wale waliosoma kwa maswahaba na wale waliosoma kwa maswahaba salafu salih, vipi zile mindset zao, mtazamo wao, fikra zao kuhusu masuala ya fedha na masuala ya uchumi. Na alhamdulillah mada yetu hii ya leo imejaa mafunzo ya Qur'ani, imejaa mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maneno ya salafu salih kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tutafaidika na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimeita mada yangu usimamizi wa mali na fedha kwa ajili ya maendeleo ya mtu binafsi, familia na jamii. Sio mtu binafsi tu, familia na jamii. Kwa maana kwamba personal finance, uchumi wa mtu binafsi, family finance, kwamba uchumi wa familia, sawa, na kwa sababu hii familia ndio yenye kujenga jamii, ina maana na uchumi wa kijamii. Naam. Jana tuliona kwamba Uislamu ni njia kamili ya maisha, kwamba Uislamu una mafundisho ya aina mbalimbali. Uislamu una mfumo wake wa mafundisho ya kiimani. Uislamu una mfumo wake wa mafundisho ya kijamii. Uislamu una mfumo wake wa mafundisho ya kiuchumi. Uislamu una mfumo wake wa mafundisho ya kisiasa. Tunapozungumza mafundisho ya kiuchumi, yani mafundisho ya ndani kabisa kuhusu masuala ya kiuchumi, uchumi wa mtu binafsi, uchumi wa familia, uchumi wa kijamii, kwamba Uislamu una mafundisho hayo. Na Uislamu huu unamhitaji mwanadamu huyu ajisalimishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sekta zote hizi, kwamba Uislamu si dini ya kusali tu, kwamba Uislamu sio ritualistic religion, kwamba ni dini ya kusali na kufunga tu, hapana. Au Uislamu ni dini ya kikabila kama makabila mengine duniani, kwamba uwezi kuingia katika dini zao, ni dini za makabila maalum. Uislamu ni kwa ajili ya watu wote, na Uislamu ni njia kamili ya maisha. Kujisalimisha, tunahitajika sisi tujisalimishe katika kila kitu chetu. Tujisalimishe katika akida zetu, tujisalimishe katika ibada zetu, tujisalimishe katika masuala ya kiuchumi, tujisalimishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika masuala binafsi, familia zetu zijisalimishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuwezi kusema kwamba masuala ya kiuchumi haya ni masuala mengine na mambo ya msikitini ni mambo mengine. Hakuna dichotomy hiyo, hakuna tofauti hiyo, kwamba Uislamu unamhitaji mtu huyu aishi maisha yake yote, ikiwa maisha ya kifamilia, maisha ya kibiashara, maisha ya kisiasa, maisha ya kiimani, yawe ni ya kujisalimisha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, kwamba hakika dini au mfumo wa maisha ambao unaokubalika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Uislamu, kwamba ni mfumo kamili wa maisha ya mwanadamu. Kwa maana hiyo Muislamu lazima ajisalimishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika masuala ya fedha. Vipi anachuma fedha zake, kazi zake, shughuli zake ambazo zinampatia riziki zake, ajisalimishe huko. Huyu Muislamu lazima ajisalimishe pia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uwekezaji wake. Uwekezaji wake umemsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu huyu pia anapoweka akiba pia ajisalimishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uwekaji akiba wake. Mtu huyu anavotumia
basi pia ajisalimishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika matumizi yake mwenyewe, matumizi ya familia yake, matumizi yake ya aina zote, ni kwamba yajisalimishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amsujudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa njia ya matumizi. Muislamu huyu anahitajika pia, kama anazilinda mali zake, wealth protection, anazilinda mali zake, basi azilinde mali zake kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Azilinde mali zake kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu. Kama anataka kuzihifadhi mali zake kwa ajili ya vizazi vijavyo, basi Muislamu huyu anawajibika pia kuzihifadhi mali zake kwa njia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiridhia. Mtu huyu pia akitaka kutoa mali zake kwa njia ya hiba, kwa njia ya sadaka, kwa njia ya wakfu, kwa njia mbalimbali, basi pia afate mwongozo na sera za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Ikatokea bahati mbaya kuna pesa ya haramu ikaingia katika mfuko wake, basi aisafishe ile fedha au aitoe ile fedha au aiepuke ile fedha kwa mujibu wa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Hapa nimezungumza maeneo 8 haya kiharaka. Namna ya kuchuma, namna ya kuwekeza, namna ya kuweka akiba, namna ya kutumia, namna ya kuhifadhi mali, namna ya kuilinda mali, namna ya kuitoa mali, namna ya kuisafisha mali. Maeneo yote haya 8 na mengine ni kwamba lazima tufuate mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Na maeneo yote haya 8 yanajinasibisha na fedha. Ukichuma kwa njia ya haramu utapata madhambi, inawezekana ndio sababu ya kuingia motoni. Lakini kuchuma kwako ikiwa unafuata mwongozo wa Mwenyezi Mungu na mtume wake, ni ibada. Hiyo ni ibada. Kwamba ibada katika Uislamu ina maana pana. Ibada ipo katika kila kitu katika maisha yetu. Katika masaa 24 lazima tujichunge, tuko katika ibada. Kulala kwake kuwe ni ibada, kula kwako kuwe ni ibada, kutembea kwako kuwe ni ibada. Na Uislamu umefundisha yote hayo. Umefundisha mpaka namna ya kutembea. Uislamu umefundisha mpaka namna ya kukata nywele. Kuna mafundisho mengi katika Uislamu, hatuna budi kuyasoma na kuyajua. Lakini leo inshallah tutajikita zaidi katika masuala ya fedha. Sasa Muislamu lazima aweke urari katika maisha yake, maisha ya kifedha. Haki zake azijue, haki za familia azijue, haki za jamii azijue. Ule urari ule upatikane, na ule wajibu wake wa kifedha pia aujue. Inshallah leo tutaangalia katika maeneo hayo. Jana tuliangalia baadhi ya vitabu ambavyo vimezungumza kiundani masuala ya uchumi na biashara. Tumeona kitabu Al-Hath ala Tijara was-Sanaa wal-Amal. Hichi kitabu ni maneno ya Imam Ahmad bin Hanbali. Leo inshallah tutapata baadhi ya nukuu nyingi kutoka katika kitabu hichi katika darasa yetu hii, tuone zile fikra na yale maisha ya salafu saleh katika masuala ya fedha. Pia tuliona kitabu Al-Kasb cha Imam Shaybani, kwamba ni kitabu ambacho ni shamil, kimejaa mafunzo mbalimbali ya kifiqhi kuhusu masuala ya biashara. Na huyu aliandika kitabu hichi ni mwalimu wa Imam Shafi. Imam Shafi kasoma kwake Imam Shaybani, ni mwanachuoni. Kitabu Al-Kasb kina fiqh ya ndani katika masuala madogo, mpaka namna ya kula, mpaka namna ya kushika, kama ni chapati namna ya kuishika, adabu za kuishika. Kuna milango ya mkate tu namna kushika wakati unakula na wenzako. Amezungumza adabu hizo na amehusanisha adabu hizo na masuala ya kifedha na kiuchumi. Ni kitabu ambacho vizuri tukisome. Inshallah kipo katika lugha ya Kiarabu na Kiingereza, lakini vizuri tukisome na Mwenyezi Mungu akijalia kinaweza kupatikana katika lugha ya Kiswahili. Lakini vizuri mashekhi wetu wakifundisha kitabu hichi katika madaris na misikiti, ili watu wapate fiqh ya ndani kuhusu mambo ya biashara. Na pia kuna kitabu Al-Ishara ila Mahasin at-Tijara, ni kitabu pia ambacho ni shamil, kina mafunzo mengi kuhusu masuala ya biashara, kilichoandikwa na huyu
mwandishi anaitwa Jaafar Ali ad-Damashqi. Naam. Sasa huu ni utangulizi. Jana tuligusia makosa makubwa ya kifedha kwa Waislamu. Leo tutayataja tu, hatutayasherehesha. Ndio somo la kwanza katika masomo yetu ya leo insha Allah. Na tumesema katika makosa makubwa ya kifedha kwa Waislamu, kwanza kabisa ni kutegemea mikopo ya riba kwa matumizi yasiyo ya lazima. Kwamba watu maisha yao wanategemea mikopo. Inavyotekana sasa Muislamu ajitegemee kifedha, asitegemee mikopo. Na mikopo ya riba ni haram. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Kwamba eni mlioamini, Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, eni mlioamini taqullah, muogopeni Mwenyezi Mungu, mcheni Mwenyezi Mungu. Wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Achaneni na masuala ya riba, achaneni na biashara za riba, achaneni na mikopo ya riba in kuntum mu'minin. Ikiwa kweli mnataka kuwa ninyi ni waislamu wa kweli, ni waumini wa kweli. Sharti la kuwa muumini wa kweli, muislamu wa kweli ni kuikimbia riba. Makosa makubwa mengine ya kifedha kwa Waislamu ni kutumia pesa kabla kuzichuma. Watu wanafanya matumizi kabla ya kupata zile fedha. Wanakopa wakitarajia kwamba atapata pesa, atalipa. Kutumia pesa kabla kuzichoma. Kosa la tatu, kukosa mpango wa akiba wa dharura. Wengi wa Waislamu hawana mipango ya akiba ya dharura. Hawana kitu kinachoitwa kwa Kiingereza emergency fund. Emergency fund au contingency fund. Hana mfuko wake au akiba yake ya dharura. Haya ni katika makosa makubwa ambayo Waislamu wanayafanya. 4, kushindwa kupanga budget. Hatuna elimu ya budget, au hatutaki kuipata elimu ya budget, au hatutaki kupata nidhamu hiyo ya mipango na budget. 5, kutokuwa na mipango ya kustaafu na uwekezaji. Muislamu lazima awe na mipango. Kwa nitafika katika hali ya uzee, nazo akiba zangu, nazo shughuli zangu zitaendelea kunisaidia mimi, mipango ya kustaafu na uwekezaji. Kosa la 7, kusahau muhimu wa zaka na sadaka na wakfu. Sisi wote tunawajibika kutoa zaka, tunawajibika kutoa sadaka, na pia lazima tutoe wakfu. Wakfu ndio mfereji wa kudumu wa thawabu ambao utakufuata kaburini. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingi kabisa anasema baadhi ya vitu ambavyo watakufanya mwanadamu katika dunia hii, thawabu zile zitaendelea kupatikana, zinamfuata kaburini. Moja wapo ni wakfu. Ikiwa ni wakfu miti, ikiwa ni wakfu maji, ikiwa ni wakfu mazingira, yani mashamba ni miti huko, au kama ni mabustani. Na mti ni shilingi ngapi? Ukienda kununua soa pale shilingi 2000. Shilingi 2000. Kwa shilingi 100,000, kwa shilingi 250,000 unapata miti 100. Sawa jamani? Wakfu mti, wakfu mti. Kuna mashamba, kuna misikiti na ardhi, kuna madrasa na ardhi, unaenda unapanda kule. Unafariki, mti utaendelea kuwepo pale. Ikiwa ni mti wa kuishi miaka 500 kama mbuyu, ina maana wewe kwa muda kipindi cha miaka 500 thawabu zitakufuata wapi? Kaburini. Akila ndege, akila binadamu, watu wakapumzika pale. Kusahau umuhimu wa zaka, sadaka na wakfu. Na alhamdulillah sasa hivi katika ulimwengu wa Kiislamu dhana hii ya wakfu imekuja juu kabisa. Kila Muislamu sasa hivi katika dunia hii, hasa katika nchi za Kiarabu, kila mtu anafikiria wakfu wake. Anafikiria wakfu wake. Afikirii watoto kwamba watamfanyia wakfu, anafikiria kuacha wakfu wake kabla hajafariki. Tumezungumza hapa tayari, wakfu sio lazima uwe milionea jamani. Unaweza ukawa na shilingi 5,000 yako, ikawa ni miti 2, ikawa ni wakfu. Msikiti unajengwa, ukaenda ukanunua matofali yako 2 3, ikawa ni wakfu.
Sio lazima mpaka uwe milionea ndio utaweza kutoa wakfu, hapana. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amejalia wakfu sadaqatun jariyah hii kwamba ni affordable, ni kitu ambacho kinawezekana kuanzia maskini mpaka tajiri. Sasa hiyo ni makosa makubwa ya kifedha kwa Uislamu, likiwemo hilo kusahau muhimu wa zaka, sadaka na wakfu. Kosa la 7, kukosa mpango wa urithi kwa mujibu wa sharia. Lazima tuwe na mipango, vipi mali yetu hii tunaiacha katika dunia hii ili iweze kutumika vizuri, iweze kutumika kwa maendeleo ya wale ambao watakaorithi mali hii, sio ipotee tu hivi hivi. Haya ni makosa makubwa ambayo tunayafanya kama Waislamu. Sasa tunaenda katika somo la pili. Nimesema nimeyapanga mazungumzo yangu katika masomo 8. Sawa Sheikh? Tunaangalia somo la kwanza ambalo ni makosa makubwa ya kifedha ambayo Waislamu wanayafanya. Hili somo la pili ni dhana ya mali, nafasi yake katika Uislamu na umuhimu wake. Mali katika Uislamu ina nafasi yake kubwa kabisa, na ina nafasi muhimu sana katika maisha ya mtu binafsi, ya familia na jamii. Mali ni nyenzo muhimu kwa mtu katika kuyafikia malengo makuu ya sharia, ambayo ni hifdhuddin, kuhifadhi mtu dini yake na kuiendeleza dini yake, kuhifadhi uhai wake na watoto wake, kuhifadhi na kuendeleza uhai, kuhifadhi familia, hifdhun nasl, kuhifadhi familia yake na kuiendeleza familia yake, kuhifadhi mali yenyewe na kuiendeleza mali yenyewe, kuhifadhi akili na kuiendeleza akili. Kwamba mali hii inatusaidia sisi kuwekeza katika elimu za kiroho, ndio hifdhuddin, elimu za kiakili za watu ambao wanatuzunguka na familia zetu, hiyo ndio hifdhul aqli yenyewe. Hifdhul mal, mali yenyewe pia inahifadhika, mali na inahifadhi mali yenyewe. Kwamba alhamdulillah, mali ndio nyenzo kuu ya kufikia malengo makuu ya sharia ambayo tunafundishwa katika Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mali ina nafasi muhimu na ya kipekee katika Uislamu, na hapa tutaona Qur'ani inazungumza nini kuhusu mali, ile dhana ya mali katika Uislamu iko vipi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani kwamba mali ni muhimili wa maisha ya watu. Mali ndio roho ya maisha ya watu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman. Neno qiyaman au qawaman kwa maana mali ni muhimili wa maisha ya watu. Wala msiwape, aya nasema wala msiwape wasio na akili mali yenu ambayo Allah ameyajalia yawe ni muhimili wa maisha yenu, walisheni katika hayo na muavike na mseme nao maneno mazuri. Mali ni muhimili wa maisha ya watu, na Mwenyezi Mungu ameita mali kwamba ni qiyaman au qawaman, kwa maana mali ni muhimili wa maisha ya watu. Mwenyezi Mungu ameisifia mali na akasema kwamba tusiwape watu ambao ni masafihi, sawa, kuwa ni wasimamizi wa mali zetu, au tusiwape mali watu ambao hawana uwezo kusimamia hizo mali, watazipoteza tu hivi hivi. Sawa, kwa mali ni muhimili wa maisha. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia anasema katika Qur'an katika aya mbalimbali, hapa ni baadhi tu, aya ziko nyingi sana lakini nitazigusa baadhi. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, ameita mali katika Qur'an khairan, khairi. Anasema Mwenyezi Mungu, wa innahu lihubbil khairi la shadid, naye mwanadamu hakika bila shaka ana nguvu za kupenda khairi. Wa annahu lihubbil khairi la shadid. Hapa al-khairi ni mali, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameita mali ni khairi. Na Mwenyezi Mungu tena pia katika aya nyingine anaita mali, anasema yasalunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Wanakuuliza watoe nini, sema khairi mnayoitoa, khairi mnayoitoa.
Yani jina tamu, jina zuri kabisa, kwamba mali Mwenyezi Mungu katika Qur'ani hajaita laana, hajaita nakama, hajaita balaa, ameita nini? Khairi. Yasalunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini walaqrabina walyatama walmasakin wa ibn as-sabil wama tunfiqu min khairin wama tunfiqu min khairin, na mtakayoitoa katika hiyo mali, mtakayoitoa katika hiyo khairi, hiyo mali, fa inna Allaha bihi alim, Mwenyezi Mungu anaijua. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khairan, mtu kaacha mali zake anafariki, Mwenyezi Mungu anasema in taraka khairan, kwamba mtakapoacha khairi, mtakapoacha khairi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameita mali kwamba ni khairi, na huo ndio mtazamo wa Qur'an, kwamba mali ni khairi, mali sio laana. Sawa Sheikh. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu Nabiiullah Nuh alayhi salam, Mwenyezi Mungu anasema faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara. Kwamba hii ni istighfar. Nabiiullah Nuh alayhi salam anaambia, nikasema ombeni msamaha kwa Mola wenu, anawaambia kaumu yake, ombeni msamaha kwa Mola wenu mlezi, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe, atakuleteni mvua inyeshe mfululizo. Mvua kwa maana kwamba ilete mazao ambao ni mali, inyeshe mfululizo, na atakupeni mali, na atakupeni mabustani, na atakufanyeni mito. Hii ni faida ya istighfar, kwamba hii kaumu imemwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabiiullah Nuh alayhi salam anailingania hii kaumu, kama muombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, na Mwenyezi Mungu atakuleteni nini? Mali. Kama mali nini? Ni baraka, ni baraka. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, kwamba ucha Mungu ni sababu ya kufungukiwa na baraka za aina mbalimbali za kimaisha. Mwenyezi Mungu anasema anayemcha Mwenyezi Mungu humtegezea njia ya kutokea na humruzuku kwa jiha asiyotazamia. Juhudi ipatikane na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanya nini? Anamfungulia mtu nini? Anamfungulia mtu riziki. Sasa mtazamo wa Uislamu, mtazamo wa Qur'an kuhusu mali ni muhimili wa maisha, mali ni khairi, mali sawa ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tunaona pia maneno haya ameyazungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu alimwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa wajadaka ailan fa aghna, wa wajadaka ailan fa aghna, na akakukuta mhitaji akakutosheleza, akakukuta mhitaji akakutajirisha. Tunamwona bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mchumi, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mfanyabiashara. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa tegemezi. Tangu udogoni anafanya shughuli mbalimbali. Tangu udogoni amefundishwa financial literacy, elimu ya fedha, elimu ya biashara. Amesafiri na babake mdogo, ameenda Sham. Ni elimu ya biashara hiyo. Amepata exposure, ameenda kuona ulimwengu, biashara kimataifa, international business. Katika msafara wa biashara za kimataifa, kuanzia udogoni amepata elimu ya biashara, elimu ya fedha. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya kazi ya kuchunga wanyama kwa makureshi wa Maka, anapata fedha. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya kazi kwa Bi Khadija radhiallahu anha kama mudharib. Rabbul mal ni Bi Khadija mwenyewe. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mudharib, fanya biashara nzuri kabisa mpaka Maisara. Sawa, mpaka yule mfanyakazi na mwenzake alienda naye Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamsifia
namna alivyofanya biashara katika hali ya uzuri kabisa. Lakini pia tunamwona bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mbalimbali, yeye mwenyewe alikuwa anafanya biashara za kuuza na kununua, kwamba mitume ya Mwenyezi Mungu yote walikuwa wanafanya kazi, wanafanya kazi moja au nyingine. Tunamwona Nabiullah Adam alayhi salam alikuwa ni mkulima. Tunamwona Nabiullah Idris alayhi salam alikuwa ni mshoni. Tunamwona Nabiullah Musa alayhi salam aliajiriwa na Shuaib, Nabiullah Shuaib alayhi salam akafanya kazi ya kuchunga wanyama. Tunamwona Nabiullah Nuh alayhi salam alikuwa ni seremala, kwamba mitume wote walikuwa ni wanajishughulisha na aina moja ya biashara au nyingine, na maswahaba wote walikuwa wanajishughulisha na biashara aina moja au nyingine. Wengine walikuwa ni wafugaji, wengine walikuwa ni wauza nyama, wengine wauza nafaka, wengine wauza nguo, maswahaba wote. Na ukisoma kitabu al-Kasb cha Imam Shaybani na vitabu vingine, hasa kitabu cha kitabu al-Kasb cha Imam Shaybani, amejitahidi kuonyesha kazi za maswahaba na kazi za mitume, kwamba mitume walikuwa wanafanya biashara mpaka za masokoni. Walikuwa sio tegemezi, walikuwa ni economic independent. Sasa wajadaka ailan fa aghna, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mfano bora kwetu sisi. Alikuwa ni mfanya biashara, na akaja akamiliki kama shamba kama tulivyoona jana ya Banu Nadhir. Akaja akamiliki Baitul Mal ya Waislamu. Sawa shehe, hazina ya nchi ilikuwa chini ya usimamizi wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baitul Mal ya Madina ilikuwa chini ya nani? Ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajadaka ailan fa aghna. Lakini pia maswahaba wale 10 mubashirina, wale wabashiriwa pepo, maswahaba 10, 80% ya maswahaba wale ni billionaires, walikuwa ni matajiri hasa. Tumeelewana mashekhe? Na hawa mali zao zote walizitumia katika kuuenzi Uislamu, kutumikia Uislamu, kusujudia Uislamu, kutumikia Uislamu. Sawa? Ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafika marhala akasema, ma nafa'ani malin kamali Abi Bakar, katika mali ambayo imeninufaisha mimi katika kutumikia Uislamu na kuupigania Uislamu, hakuna kama mali ambayo ameitoa Saidina Abubakar radhiallahu anhu. Ni kwamba mali yake Saidina Abubakar ilitumika katika kuendeleza Uislamu na kuupigania Uislamu. Yeye mwenyewe alikuwa anajitosheleza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa sio tegemezi, lakini wale waliomzunguka pia, kwa sababu ni mtume wao, ni kiongozi wao, walikuwa pia na mali zao zinamtumikia nani? Zinamtumikia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio hapo tunaipata maana ya aya hii, wa wajadaka ailan fa aghna, kwamba tulikuta wewe mkiwa hauna kitu tukakutajirisha. Sasa hapa tunapata katika kitabu cha Imam al-Khalal al-Hath wal Tijara kwamba aya hizi tunazosoma chungu mzima zinahusu biashara. Vipi salafu salih na maswahaba walivyotafsiri aya hizi? Tutasoma baadhi chache. Kuna aya hii Mwenyezi Mungu anasema, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ibn Mubarak an Shayba an al-Hakam an Mujahid ni katika wafasiri wa Qur'ani wakubwa kabisa, anasema kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vitu safi tulivyokuruzukuni. Kwamba alisema ni biashara. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, hizi tayyibati ma razaqnakum tulizokuruzukuni, tumekuruzukuni kwa njia ya nini? Kwa njia ya tijara. Kwamba hii riziki imekuja kwa njia ya nini? Kwa njia ya biashara ya kuuza na kununua na kuwekeza. An Mujahid pia fi qawlihi anfiqu min tayyibati ma kasabtum, toeni katika vitu visafi mlivyovichuma. Watu wamechuma, wamepata maokoto, wamepata faida, wamepata mali kwa njia nini? Kwa njia ya biashara. Yaani anasema Mujahid minat tijara, kwamba toeni katika vitu visafi mlivyovichuma kwa njia ya biashara. Kwamba Qur'ani kama Qur'ani inahimiza biashara, inahimiza namna ya kuchuma, inahimiza namna ya kuwekeza, inahimiza watu wapate riziki za halali. Na jana tuliona hadithi hii, lakini leo tunairudia
ni kwamba Uislamu unapiga vita ufakiri. Uislamu unapiga vita ufakiri. Maana tuna dua hii ambayo kwa naisoma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila mara, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr, Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa anta. Ni maadhurati hizi zinasoma asubuhi na jioni. Maswahaba wakamuuliza, faqala rajulun wa ya'dilani, huwa ufakiri na huwa ukafiri wa ya'dilani ni sawa sawa? Bwana Mtume sallallahu akasema naam. Sawa, kwamba ufakiri ni sawa sawa na ukafiri, ni sawa sawa na adhabu ya kaburi, ni sawa sawa na adhabu ya moto. Ndio maana Uislamu umekuja na njia mbalimbali za kutokomeza ufakiri. Na ndio maana pia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaongea, anasema ni kauli ya maswahaba, qad al-faqra an yakuna kufra, lakini inaenda na dua hii ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba qad al-faqra an yakuna kufra, kwamba ufakiri ni sawa sawa na ukafiri. Na tunaona kwamba vipi ufakiri sasa hivi duniani unavopelekea dini yetu kuwa dhaifu. Kuna baadhi ya nchi Waislamu wanapunguka kwa sababu ya nini? Ya ufakiri. Watu wanakuja na misaada yao, watu wanakuja na njia zao za aina mbalimbali, wanawatoa watu katika Uislamu na waingiza katika nini? Katika ukafiri. Kwa ajili ya nini? Ya ufakiri. Ndio maana bwana Mtume akasema qad al-faqra an yakuna kufra. Au anasema Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr. Kwamba ukafiri na ufakiri ni sawa sawa. Ufakiri unapelekea katika ushirikina. Ufakiri unapelekea katika kuvunja undugu, usulatur rahim. Ndio ukafiri wenyewe huo. Kwamba ufakiri unamvuta mtu katika nini? Katika ukafiri. Ndio maana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua yake hii anasema, Mwenyezi Mungu nilinde mimi na ukafiri na nilinde mimi na nini? Na ufakiri. Ufakiri unapelekea watu katika ushirikina. Wangapi wamejiingiza katika ushirikina wa ajabu kabisa wa viungo vya binadamu kwa ajili ya kupata utajiri tu. Mtu anataka kupata utajiri kwa ajili ya kuchezea viungo vya mwanadamu. Au anafanya mambo ya ajabu kabisa katika dunia hii ambayo binadamu hawezi kufanya kwa ajili ya kutaka kupata utajiri. Kwamba ufakiri unapelekea katika nini? Katika ukafiri. Naam. Sasa twende katika session ya 3. Session hii pia tunaona mafunzo haya katika kitabu hichi cha Al-Hathwa al-Tijara cha Imam Al-Khallal, ambayo amekaa chini kwa Imam Ahmad bin Hanbali, amesoma na akaweza kuandika. Yeye ni mwandishi mafunzo ya Imam Ahmad bin Hanbali. Vipi mindset ile, fikra zao, wanapozungumza kwamba mali ni nguvu, mali ni silaha. Sasa hii ndio mindset, ndio fikra za maswahaba, fikra za tabi'i, fikra za tabi'in, salafu salih. Vipi walivyokuwa wanaiangalia mali, vipi walivyokuwa wanaangalia uchumi. Katika hadithi hii tunamwona huyu mwanachuoni kwamba Yahya bin Talib al-Antaki al-Tuarifu al-Musayyib bin Wadih al-Tuarithia, Yusuf bin Asbat akaniambia Sufyan al-Thawri, huyu ni katika tabi wakubwa kabisa, na ni mwanachuoni katika, wanasema ni zahidul ulama, ni mcha Mungu na ni mwanachuoni, na elimu nyingi ya dini imechukuliwa kutoka kwake. Kwamba Sufyan al-Thawri alifariki na kuacha dinari 200. Dinari 200 ni sawa sawa na milioni 123 za sasa hivi. Sawa, hii ni calculation ambayo nimeifanya. Huyu ni mwanachuoni, lakini alipokufa aliacha milioni 123. Milioni 123. Sasa huyu mcha Mungu anamuuliza, imekuwaje mcha Mungu miongoni mwa wanachuoni akawa na dinari 200? Wa min aina kana lahu 100 dinarin wa huwa zahidul ulama. Kumbe huyu ni mwanachuoni mcha Mungu, ilikuwa labda wasimkute na kitu chochote.
au labda huyu mwanachuoni awe ni mtu ambaye anasubiri sadaka au zaka, au labda kuna wakfu inamwangalia. Wakajibiwa qala kana yad'u shay'an ba'da shay'in ma'a ikhwanihi faburika lahu fihi. Akajibiwa huyo mtu mwingine aliyeuliza kuhusu Sufyan al-Thawri kwamba kila baada ya muda alikuwa akiweka kitu baada ya kitu kwa ndugu zake kwa njia ya uwekezaji, ushirika, uwekaji amana, ukopeshaji na kadhalika, na baraka zilimfuata kwa sababu hiyo. Akasema alikuwa Sufyan al-Thawri anasema, huyu ni mwanachuoni zahidul ulama, alikuwa anasema, haya ni maneno ambayo nataka myasikie. Anasema wakana Sufyan al-Thawri yaqul ma kanat al-quwwatu منذ بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم أنفع لأهلها منها في هذا الزمان. rasilimali fedha na mali, alquwa, yani nguvu ya mali, nguvu ya rasilimali fedha. Rasilimali fedha na mali hazikuwa na manufaa zaidi kwa wale walionazo tangu Mwenyezi Mungu mtukufu alipomtuma Mtume Muhammad sallallahu kuliko wakati wetu huu, kuliko wakati wetu huu. Na wakati wa Sufyan al-Thawri ilikuwa ni mwaka huu, ni mwaka alizaliwa mwaka 97, alizaliwa mwaka 97 Hijri, yani baada ya mtume na yeye kufa kwa mtume na yeye ni miaka michache tu, miaka 83 tu, katika karne bora ya kwanza, kwamba wakati wake ule sawa quwwatul iqtisadi, nguvu za kiuchumi zilikuwa zinahitajika. Vipi kuhusu zama zetu hizi, kama nguvu za kiuchumi pia zinafanya nini, zinahitajika zaidi hata kuliko wakati wao? Sawa mashaikh, haya maneno utakuta katika kitabu cha Al-Hath wal Tijara, nakuta maneno mengine قال سمعت سفيان الثوري يقول المال في هذا الزمان سلاح. Nimemsikia Sufyan al-Thawri akisema pesa katika zama zetu hizi ni silaha. Zama gani hizo? 97 Hijri, 97 Hijri. Na tunamwona Umar bin al-Khattab, zile fikra zake na ile imani yake kuhusu biashara na mali na ule mtazamo wake. Anasema kutiba alaikum thalathatu asfar, mmeandikiwa aina 3 za safari kwenu: alhajj, haji umra, warajulu yabtaghi bimalihi fi wajhin min hadhihi alwujuh, na mtu kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu katika njia za halali zenye kujulikana. Mmeandikiwa safari 3: haji, umra na kutafuta riziki kwa njia ya kuhangaika na kusafiri, kwa njia ya bahari, kwa njia kwenda katika miji ya mbali kuleta mali, China, India, Hong Kong. Alafu anasema falmustaghni wal mutasaddaq yani afdal, yule anajitosheleza na mwenye kutoa sadaka, kwa maana hao ni bora zaidi kuliko wale wasiojitosheleza, wale wasioweza kutoa sadaka. Wallahi, sikilizeni maneno yake Saidna Umar ibn al-Khattab, wallahi li an amuta fi wajhin min hadhihi alwujuhi abtaghi bimali min fadlillah ahabbu ilayya min an amuta ala firashi walau qultu innaha shahada la ra'aytu annaha shahada. Anasema wallahi, iwapo nitakufa katika mojawapo ya njia hizi, haji, umra, kutafuta riziki ya 3 hiyo, ni bora kwangu kuliko kufa katika kitanda changu mwenyewe. Na kama mnazungumza kifo cha shahidi, bali shaka nakiona hicho kuwa ni kifo cha shahidi. Yani kufa yeye katika kutafuta mali, sawa, ni kifo cha nini? Cha shahidi. Hii ni mindset, hii ni fikra, na huu ni mtazamo wa nani? Wa Umar ibn al-Khattab, sahaba jalil kabisa, sahaba mtukufu kabisa radhiallahu anhu, sahaba ambaye ameipigania dini hii, sahaba ambaye amesababisha pia kuwepo kwetu sisi na Uislamu kufika katika hali hii tuliyokuwa nayo hii. Na pia anasema maneno yake sasa na hayo yamefanana na hayo katika vitabu vingine namna alivyorekodiwa. Anasema
يا أيها الناس كتب عليكم أي كتب عليكم أن يأخذ أحدكم ماله فيبتغي فيه من فضل الله عز وجل فإن فيه العبادة والتصديق وأيم الله لأن أموت في شعبتي رحلي وأنا أبتغي بمالي في الأرض من فضل الله أحب إلي من أن أموت على فراشي. Maneno kama yale anasema na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, lau nikifa nikiwa nimekaa baina ya nguzo mbili za tandiko langu la farasi huku nikizunguka ardhini nikitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu, yani kufanya biashara kwa kupitia mtaji wangu, ni bora kwangu na napendelea zaidi kifo hicho kuliko kufa katika kitanda changu. Hii ndio mtazamo wa nani? Wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Haya maneno mengine mufassirun wa Qur'an walivyochukua maneno haya ya Umar ibn al-Khattab, na huyu ni Imam Suyuti katika Durrul Manthur alivyoifasiri aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ameifasiri aya hii wa akharuna yadhuribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Anasema وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم درجة الكسب على درجة الجهاد. Mtazamo wa Sayyidina Umar radhiallahu anhu kulingana na Imam Suyuti ni kwamba anafadhilisha daraja na fadhila za kufanya kazi na juhudi za kufanya kazi kuliko hata jihadi, kuliko hata jihadi. Asoma maneno yangu ni maneno ya Durrul Manthur, tafsiri ya Qur'ani hii ambayo ni tafsiru bil ma'thur, tafsiri ambayo inaendana na shawahidi za maneno ya maswahaba na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema qad kana Umar al-Khattab radhiyallahu anhu yuqaddimu darajat al-kasbi ala darajat al-jihad fayaqul, alisema Sayyidina Umar lian amuta baina shu'batay rahli adribu fil ardi abtaghi min fadlillahi ahabbu ilayya min an uqtala mujahidan fi sabilillah. Nikifa mimi niko juu ya farasi wangu natafuta riziki, nasafiri mji mmoja kwenye mji mwingine kwa ajili ya biashara, ni bora zaidi kwangu mimi kuliko kufa nikiwa napigana jihadi. Na kwa nini nikasema maneno haya? Anasema لأن الله تعالى قدم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضله على المجاهدين. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia katika Qur'ani amewafadhilisha zaidi wale wanaohangaika katika kutafuta riziki kuliko wale ambao wanaopigana jihadi. Kwa maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa akharuna yadhuribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Na hii ni sharh ya sura Muzammil, aya hiyo sawa, katika tafsiri ya Durrul Manthur sawa ya Imam Suyuti al-Hafidhi as-Suyuti. Utaiona hii katika sharh ya sura Muzammil. Kwa nini? Labda tuulizane kwa nini. Sawa shekhe, hata hiyo jihadi yenyewe kuipigania dini ya Mwenyezi Mungu kwa njia kujenga misikiti au kwa njia yote ile nyingine ile haiwezi kupatikana bila nini? Nguvu za kiuchumi. Tumeelewana na shekhe? Naam, somo la nne. Sasa hapo tumeona mtazamo wa maswahaba kwamba nguvu za kiuchumi ndio priority kwa wao. Tumeona tabi'i salafu salih, Sufyan al-Thawri, Umar ibn al-Khattab na wengine vipi walivyokuwa wanahimiza kwamba nguvu za kiuchumi ni muhimu zaidi katika maisha ya kila mtu kila siku, maisha ya familia, maisha ya kijamii na hata nchi pia. Nchi ambazo zina uchumi imara, uchumi wenye nguvu. Sawa Ni nchi ambazo zinatawala dunia. Zinatawala dunia. Marekani sasa inatawala dunia kwa sababu uchumi wake ni uchumi imara. Ni uchumi mkubwa kabisa duniani. China anatawala dunia kwa sababu anaongoza katika mambo ya masuala ya uchumi. Sasa uchumi imara, sasa unajenga jamii ambayo ni imara. Mtu kiwa na uchumi imara, hata ule uchamungu ule sawa, na unakuwa ni uchamungu ambao ni mzuri zaidi. Mtu huyu anaweza kufanya mambo ya khairati mengi zaidi kuliko wengine. Huyu anaweza kajenga misikiti, huyu anaweza kajenga mashule kwa sababu ana uchumi imara. Wewe hauna uchumi imara sana utafanya ibada zingine hizi za nyiradi, za saumu na nyingine. Lakini zile ibada za kutoa zile sawa unakuwa vile usiwezi. Ibada za wakfu, kutoa wakfu, kajenga chuo kikuu, bwana Waislamu wasome hapa
ibada kubwa sana hiyo. Shabibi, lakini sasa wewe ufiki huko. Sawa, maana utafanya pale ambapo unaweza nini? Kufanya. Utapanda mti mmoja. Sawa, utatoa sadaka shilingi 1500. Sawa, lazima tutoe sadaka pia, tutoe hizo wakfu ndogo ndogo. Sawa, lakini umuhimu wa uchumi imara uko pale. Sawa, watoto watasomeshwa vipi katika shule nzuri? Uchumi imara. Sasa hivi utakwenda kusomesha watoto wako fedha milioni 10 kwa mwaka. Mtoto form 1 milioni ngapi? 10. Kama huna uchumi, na maana mtoto wako ataendelea tu kusoma shule za kayumba. Sawa shehe, lakini una uchumi imara, kutibiwa pia. Kama una pesa ndogo utatibiwa katika hospitali ndogo ndogo, lakini kama una uwezo mzuri utatibiwa katika hospitali nzuri. Utaenda kutibiwa India, South Africa na sehemu nyingine. Nini? Uchumi. Uchumi. Kuna maradhi mengine yanaweza kukuangusha moja kwa moja ukafiri mbali. Sawa, lakini yanatibika mengine, lakini inataka nini? Inataka uchumi. Sasa maswahaba, tabi'i, salafu salih waliona umuhimu mkubwa sana wa nguvu za kiuchumi. Somo la 4, mahusiano ya mali, biashara na uchamungu. Kwamba mali yana mahusiano makubwa sana. Sawa shehe, tumeyaona mahusiano yake, lakini hizi biashara na uchamungu zina mahusiano. Sasa nakupeni vipi salafu salih zile fikra zao zile, kwamba bwana kuna mahusiano kati ya uchamungu na nini? Na mali. Ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, ni'mal malu salih lirajuli salih, ni'mal malu salih lilmar'i salih. Kwamba wema ulioje na baraka iliyoje ya mali njema kuwa kwa mja mwema. Kwamba huyu mja ni mwema, huyu mja ni mwema, afu ana mali njema. Allahu akbar, walillahi alhamdu. Ni wale ambao maswahaba 10 walibashiriwa pepo, wale billionaires. 90% ya wale maswahaba walikuwa nini? Mabilionea. Lakini wale walikuwa ni wacha Mungu, walikuwa na mali njema na walikuwa ni wacha Mungu. Basi Mtume anasema, ni'ma almalu salih lirajuli salih. Wema ulioje, baraka iliyoje, utukufu ulioje kwa mali njema kwa mja mwema. Vitu hivi vikikutana hivi, khairi nyingi zinapatikana, khairi nyingi zinapatikana. Sasa salafu salih, tunarudi katika kitabu chetu kile kile al-Hathu ala tijara. Hii ni nukuu ya 25. Anasema Abu Bakar al-Marudhi ametuhadithia kutoka kwa Abu Abdullah, kutoka kwa Abu Jafar al-Hadhai, kutoka kwa Shuaib bin Harb, msidharau hata senti moja mnayoipata katika kufanya kazi ambayo kwayo mnatii mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anahangaika, anauza mkaa, anauza nyanya, akapata senti moja, akapata senti, wanasema msidharau hiyo senti moja. Hiyo senti moja inaweza kuwa ni sababu ya kumpeleka mtu peponi. Kwamba nia yake huyu ni mja mwema, nipate riziki ya halali. Hii senti moja hii, shilingi 1000 hii itanisaidia mimi kwenda kupata mchicha huko, kupata unga huko. Anasamehewa madhambi yake mtu huyu hata kabla yale maharage au ule mchicha hajaongeza wapi katika mdomo wake. Sasa hizi zilikuwa ni fikra za salafu salih, na maneno yao ni hayo, kwamba lengo sio fedha na kipato, lengo ni kumtii Mwenyezi Mungu. Unaweza kununua maharage ambayo kabla hata hayajaliwa mtu tayari unakuwa umeshasamehewa dhambi zako zote. Haya ni maneno ya hawa tabi'i, kama alivyopokea Imam Ahmad bin Hanbali na alivyorekodiwa na Imam Khallal katika kitabu cha Al-Hathu ala Tijara kwa Kiarabu. La tahkiranna falsan tuti'u Allah fi kasbihi, usidharau hata senti moja, shilingi moja, senti moja ambayo umeipata katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Laisa alfalsu yuradu, lengo sio ile fedha ile, lengo umeipata vipi? Umeipata kwa njia halali, umeipata katika kuchunga mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umeipata katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kufuata mafundisho ya Qur'ani na Sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio kwa njia ya riba, sio kwa njia ya kamari, sio kwa njia ya kudhulumu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, eni mlioamini, msile mali za watu kwa njia ya batili, kwa njia ya haramu. Msinyang'anye, msidhulumu, msitapeli, msiibe, msilaghai. Man ghashana falaysa minna, Bwana Mtume anasema mwenye kufanya ghishi, utapeli, si katika sisi, si katika Uislamu. Sharti la kuwa Muislamu ni kuwa mbali
na udanganyifu, kuwa mbali na wizi, kuwa mbali na unyang'anyi, kuwa mbali na kamari, kuwa mbali na masuala ya riba. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, enyi mlioamini msidhulumu, msile mali zenu, msile mali za wengine kwa njia ya dhulma, kwa njia ya batili. Wizi huko aina nyingi sana. Sawa, mtu anaweza kawa na PhD yake waziri, PhD yake mkurugenzi wa shirika kubwa, anafanya wizi mkubwa kwa njia ya kalamu. Kisa yule bwana ameiba kwa njia ya kalamu. Wizi huo ni wizi. Katika sheria ya Kiislamu anakamatwa, anafanya nini? Anakatwa mkono. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wizi wa aina zote. Wizi kwa njia ya kompyuta, wizi kwa njia ya kalamu, wizi wewe ni mwanasheria unacheza na sheria. Sawa, wizi katika fani yako, fani ya uhasibu na dini, unafanya wizi. Sawa, wizi ni wizi tu. Sawa jamani, hata kama ukifunikwa vipi, ukawa sugar coated, yani kitu ni kichungu lakini kimepakazwa sukari kinakuwa kitamu, shabipi bado ni nini? Ni wizi. Sasa falsafa ya Uislamu na sera za Uislamu ni kwamba kila kitu ni ibada. Shughuli yote ya kiuchumi unayofanya ni ibada as long as sawa unazingatia sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unafuata mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa. Sasa سمعت أبا الحسن الزاهد يقول قال رجل لسفيان ابن عيينة. hawa ni katika tabi'i salafu salih. Huyo mtu huyo alimwambia Sufyan ibn Uyayna, hii pia ni nukuu ya 19 katika kitabu chetu cha Al-Hath wal Tijara cha Imam Khallal, kama alivyomnukuu Imam Ahmad bin Hanbali. Akamuuliza, yakunu ar-rajulu zahidun wa indahu 100 dinar. Yeye mtu anaweza kawa ni mcha Mungu, ni mcha Mungu na anazo dinari 100, yani anazo milioni 52. Hivi kweli mtu mcha Mungu anaweza kawa anazo fedha huyo? Yani ana fedha afu akasema huyu ni mcha Mungu? Au mfanya biashara afu akawa na sifa ya ucha Mungu? Inawezekana hiyo? Majibu hayo, tusikilize majibu. Qala na'am, akajibu ndio. Sufyan ibn Uyayna akajibu ndio. Wa kaifa dhalika, akauliza itakuwaje kwaje? Inakuwaje yani? Akasema in naqasat lam yughtamma. Hizo mali hizo zikipungua yeye hana wasiwasi. Mcha Mungu huyo. Mali zikipungua hana wasiwasi. Kajitahidi kibiashara, anajua sayansi ya biashara, mtaalamu wa biashara. Sasa anakula hasara, hapati homa, hapati pressure, hapati hati ataki, ugonjwa wa moyo, haanguki. Sawa shekhe? In naqasat lam yughtamma, zikipungua yeye hana wasiwasi. Wa in zadat lam yafrah, na zikiongezeka hafurahi. Zikiongezeka alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kaniongezea riziki. Wala yakrahu almauta li firaqiha, wala hachuki kuachana na rasilimali hizo kupitia kifo. Sasa huyu ni mcha Mungu. Sasa wale ambao ni matajiri wanataka labda uishi miaka 100, miaka 500, miaka 1000, au wale matajiri yani wakiziona wana mali nyingi wakisalimiwa nje huko, mfano wale ambao sio wacha Mungu wale, akisalimiwa anarudi nyumbani kama amezifungia mali zake, anaziambia leo umesalimiwa nje huko na fulani, kumbe wananisalimia mimi kwa ajili ya nini? Ya mali zangu. Lakini hawa wacha Mungu kwamba in naqasat lam yughtammu wa in zadat lam yufrahu wala yukrahu almauta li firaqiha. Zikipungua yeye hana wasiwasi, na zikiongezeka hafurahi wala hachukii kuachana na rasilimali fedha hizo kupitia kifo. Haya ni mahusiano ya mali, biashara na wacha Mungu. Wengine tulisikia kipindi kile cha awamu iliyopita ile, watu mali zao wengine wakafa kwa kihoro, mali imepotea, mali imechukuliwa. Lakini wacha Mungu anasema alhamdulillahi rabbil alamin, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kwamba mali, mmiliki wake mali ni Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala, kwamba yeye ndio Malik.
ni absolute owner, yani mmiliki halisi wa mali zetu zote ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi ni relative owner, sisi ni wamiliki tu, yani mawakala tu. Yani umiliki wetu sisi tumeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dunia hii imeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila kilichomo kimeumbwa na nani? Ni milki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba yeye ndio mfalme, yeye ndio mmiliki wa kila kitu. Naam. Hapa sasa hivi tutaangalia tathmini za tabi'i kulingana na hichi kitabu chetu cha Al-Hath wal Tijara, walivyokuwa wanajitathmini kuhusu masuala ya mali, zile tathmini zao zile. Sawa? Kuna slide mbili. Slide ya kwanza ni kwamba Abdul Malik Al-Maimun alinieleza Abu al-Abbas, rafiki wa Abu Utba al-Hadithia, nilimuuliza Bishra al-Harith kuhusu kutafuta riziki, na akasema ndiyo kwa maisha yangu, kwamba mimi kutafuta riziki ni wajibu. Talabul halal, mtume anasema talabul halal wajibun ala kulli muslim, kutafuta halali ni wajibu kwa kila Muislamu. Kwamba Uislamu hautaki maisha ya utegemezi. Uislamu unataka maisha ya uhuru wa kifedha, uhuru wa kiuchumi. Sasa alipoulizwa akasema ndiyo kwa maisha yangu, kana kwamba anasema sikubali mbadala wote mwingine, bala la umri. Qala wa kaannahu yaqulu inni la ara ghayrahu, wa qala yanbaghi lilinsani an yandhura fi maksabihi wa mat'amihi wa maskanihi, ينبغي للإنسان أن يتحرى تجارته. ثم قال ولولا أني ليس علي عيال لعملت واكتسبت. Sasa mtu lazima awe mwangalifu juu ya kipato chake. Hii ni muhasaba. Sasa mtu anajifanyia muhasaba, anajifanyia tathmini kuhusu kipato chake. Kiwe cha halali, chakula chake kiwe cha halali, anakipata vipi hiki? Sawa jamani, watu wanachunguza matonge wanaoingiza katika mdomo wao. Maswahaba walikuwa hawali haramu, na ikatokea akajua kama ni kitu cha haramu, kama ni maziwa nini, anajitapisha. Wengine walikuwa baada ya kusali swala alfajiri anakimbilia nyumbani kule, kwa sababu nyumbani kwake kuna mitende ya jirani, tende zimeanguka, watoto wanaweza kaamka kala zile tende, anafika anazikusanya tende zote katika kiroba, anamrejeshia mwenyewe huko ili watoto wasile zile tende. Ni kwamba wanafanya muhasaba maswahaba, muhasaba wa hali ya juu. Wanahakikisha hamna kinachoingia katika matumbo yao na katika vinywa vyao chakula cha haramu au vitu vya haramu. Ndio ilikuwa maisha yao hayo. Sasa wanasema kwamba lazima mtu awe mwangalifu juu ya kipato chake, kiwe cha halali, chakula chake na makazi yake. Mtu lazima achunguze biashara yake. Kisha akasema hata kama sitakuwa na familia yenye kunitegemea, ningefanya kazi na kupambana katika kuchuma mali. Ningefanya kazi na kupambana katika kuchuma mali. Tumeelewana mashekhe? Sasa hii ilikuwa ni tathmini na muhasaba ambao maswahaba walikuwa nao. Walikuwa ni very sensitive, ni wenye kuangalia kitu ambacho shughuli wanazozifanya, kama wanasema zina wasiwasi, wanafanya nini? Wanazikimbia zile shughuli. Abdurrahman bin Auf ni sahaba tajiri sana, milionea huyo, ni bilionea wa hali ya juu. Kaacha kazi chungu zima za halali, mamia ya kazi halali, kwa kuogopa tu anaweza katumbukia katika nini? Akatumbukia katika haramu. Hiyo ilikuwa ni fikra na mtazamo wa maswahaba, fikra na mtazamo wa salafu salih. Wanawake wa salafu salih walikuwa wanasema nini? Wake za maswahaba na wake za waja wema walikuwa wanasema nini? Wanasema maneno yafuatayo. Wakana baadhi nisa as-salaf yaqulna li azwajihinna kabla khurujuhum fi talab ar-rizq, walikuwa wanasema kabla waume zao wajatoka nje kwenda kutafuta riziki, wanasema nini? Ittaqullaha fina wala tut'imuna al-haram, ittaqullaha fina wala tut'imuna al-haram fa inna nasbiru ala al-ju'i wala nasbiru ala an-nar. Haya maneno pia utayapata katika kitabu hichi cha Al-Hath wal Tijara. Maana yake nini? Chungeni mipaka ya Mwenyezi Mungu kwa ajili yetu, msije mkatulisha haramu. Sisi tuna uwezo wa kuvumilia njaa na hatuna uwezo wa kuvumilia moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka wake
wa maswahaba wake wa salafu saleh, zile mindset zao, fikra zao na mtazamo wao ulikuwa ni mtazamo ambao wa kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hasa hiyo ni tathmini ambayo kila Muislamu hana budi kuwa nayo, hana budi katika masuala ya riziki haya kuwa ndio msimamo wake. Kinavyotakana sasa hivi inasikitisha sana. Utaona wanafanya biashara kubwa katika Tanzania yetu hii. Mtu ana viwanda labda 100, ana viwanda 50, ana wafanyakazi 100,000. Anao wakurugenzi. Wakurugenzi wa rasilimali fedha, finance director, rasilimali watu, human resource director, mkurugenzi sio procurement, mkurugenzi sio legal. Sawa jamani, Kila aina ya wakurugenzi wanao. Lakini hana mkurugenzi wa sharia. Hana mkurugenzi wa sharia. Sawa shekhe? Kwa nini mkurugenzi wa sharia? Kwa sababu kila kitu cha biashara lazima kimsujudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa ni sera za rasilimali watu, zimsujudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa ni sera za manunuzi, zimsujudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa ni sera za fedha, zimsujudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa? Lazima kitengo cha wataalamu wa sheria kiwepo pale. Ikiwa ni manunuzi ya bidhaa mbalimbali unanunua kutoka China, Korea, Hong Kong, na wewe una viwanda labda vya soda, vya maziwa, vya maji, sio nini, makemiko yale, sasa ni halali yale, lazima uwe na wataalamu wa sheria na unapata ripoti mbalimbali kwamba lazima tuilinde akhira yetu, lazima tuilinde akhira yetu, biashara zetu, viwanda vyetu, sawa, sera zetu za rasilimali fedha, sera zetu za mambo ya manunuzi, sera zetu za mambo ya legal, kila kitu chetu lazima kimsujudie nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa sheikh? Sasa hiyo ni muhasaba yenyewe, ni kwamba lazima tuilinde akhira yetu, lazima tuilinde akhira yetu. Naam, yamebakia awamu 3 za kumaliza mazungumzo yetu. Awamu hii tutaangalia Uislamu, familia na sayansi mipango ya fedha. Kokote huko ni ile kutujenga kwamba Qur'ani na sunna za Bwana Mtume sallallahu zinahusiana na masuala yote ya fedha, namna ya kuchuma, namna ya kuweka akiba, namna ya kuwekeza, namna ya kutumia, namna ya kuhifadhi mali, sawa, namna ya kuilinda mali, namna ya kuisafisha mali, namna ya kuitoa mali. Sawa mashehe? Sasa tutaangalia katika level ya familia, mimi na wewe na familia zetu hizi, Uislamu unazungumza nini katika masuala ya fedha. Tunazungumza sana huko, lakini hapa tutaongezea kidogo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, innal hajj as-salih was-samt as-salih wal-iktisad juz'un min 25 juz'an min an-nubuwah. Hii ni hadithi sahihi kulingana na Albani, ipo katika sahihi Abi Daud. Mwongozo mwema, muonekano mwema, mtu kuwa na muonekano mzuri kabisa, haiba, personality, mambo ya personal grooming, mtu kuvaa vizuri. Sawa jamani, Uislamu unafundisha masuala yote haya ya binafsi, kwa mtu awekeze fedha zake katika nguo nzuri, katika nywele zake, katika nguo zake, katika usafi wa mwili, katika usafi wa nyumba. Sawa? Muonekano mzuri ni katika Uislamu, ni katika Uislamu. Na Mtume anasema wal iktisad, na kiasi, mtu kuwa na mtu kwa mipango, mtu wa budget. Sawa? Mtume anasema katika maisha na kiasi au mipango na kuwa na budget katika maisha ni sehemu ya 25 ya utume. Hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina mafunzo mengi kabisa. Yaani ingeweza kuwa ni darasa tosha la leo tu, lakini kuonyesha umuhimu wa mipango, kwamba ni katika mafunzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa, kwamba Mwenyezi Mungu amefundisha mipango. Tumeelewana mashaikh? Sawa, kwamba mafundisho haya yanamaanisha utulivu katika ibada na maisha kwa ujumla. Tunaweza kutumia hikma hizi katika sayansi ya mipango ya pesa. Familia inahitaji utaratibu katika pesa ili kuepuka misukosuko isiyo ya lazima.
Sawa, na kuna falsafa hii katika Uislamu, iqilha wa tawakkal. Tumeona kama ni ngamia au ni farasi, mfunge kwanza, alafu tawakkal kwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima mtu wewe mwenyewe na binafsi uwe mtu katika masuala mipango na budget, alafu tawakkal kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwezi kuishi maisha tu ambayo sio mipango, sio ya budget, alafu unasema namtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapana. Sawa shehe? Sasa utaona kutafuta riziki na mtu kuhangaika ni katika ibada. Yaani mtu kutafuta riziki kwa ajili yake yeye, kwa ajili ya watoto wake ni katika ibada. Hapa kuna tukio ilitokea wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna huyu maswahaba walikuwa wamekaa, akapita swahaba katika hali ya nishati na nguvu kabisa. Maswahaba wakazungumza. Marra ala nabii sallallahu alaihi wasallam rajulan faraa ashabu nabii sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nishatihi faqalu. Maswahaba wakasema baada ya kumuona yule swahaba katika ile hali ya nishati ile ya kwenda kutafuta riziki, wakasema maswahaba, ya Rasulullah, lau kana hadha fi sabilillah, ingekuwa juhudi zote hizi na kuhangaika kote huku ingekuwa ni fi sabilillah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, huyu angekuwa mtu wa peponi huyo. Sawa, huo ulikuwa ni mtazamo wa nani? Wa maswahaba. Lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema maneno yafuatayo ambayo ndio tunapata falsafa nzima ya kuhangaika katika kutafuta riziki. Mtume akasema, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Ikiwa mtu huyu juhudi zote hizi nishati yote hii ni kwa ajili ya kupata riziki, kwa ajili ya kuwasaidia na kuwalisha watoto wake, fahuwa fi sabilillah. Juhudi zote hizi ni kwa ajili ya familia yake, basi yupo katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yuko katika njia Mwenyezi Mungu. Huyu anaelekea peponi, huyu anaelekea katika kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume akaendelea kusema, akasema, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Na ikiwa pia ametoka na juhudi zote hizi kwa ajili ya wazazi wake, hana mke hana watoto, lakini juhudi zote hizi ni kwa ajili ya kuwasaidia wazazi wake. Sawa kuwasaidia wazazi wake, fahuwa fi sabilillah. Huyo pia yupo katika nini? Njia ya Mwenyezi Mungu, ni sababu ya kupata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume akaendelea kusema, akasema, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifaha fahuwa fi sabilillah. Na hata kama ikiwa anatoka juhudi zote hizi ni kwa ajili ya nafsi yake, kwa ajili ya uchumi wake binafsi, kwa ajili ya kupata riziki yake halali, nguo zake za halali, kulipa kodi ya nyumba na vitu vingine, fahuwa fi sabilillah. Basi huyu katika nini? Katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamalizia, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili shaitan. Ikiwa kutoka kwake na kuhangaika kwake kwa ajili ya kujionyesha, kwa ajili ya kujifakharisha, sawa nikipata fedha mimi bwana, ndio hivyo tena, nitafuta gari nzuri, nitakuwa napita mtaani pale kwa speed, unaona, au nitatafuta bodaboda ile boxer, nitapiga masauti yale, nitakata exhaust huko, piga makelele njiani, watu wanikome. Hasa hii ni riaan wa mufakharatan fahuwa fi sabili shaitan. Sasa hapa tunaona kitu kimoja kubwa sana, kwamba kutafuta riziki kwa ajili ya familia ni katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa tunazungumza sasa uchumi wa familia, kwamba mtu kutafuta riziki, kufanya biashara kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya mkewe, kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya ndugu na jamaa, sawa, ni fadhail kubwa sana, ni katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni jihadi kubwa kabisa, na Uislamu ndivyo unavyofundisha hivyo. Kuhusu wazazi, kuna hadithi mbalimbali sitasoma hizi, lakini kuwahudumia wazazi pia ni katika ibada kubwa kabisa. Kwamba mtu anatafuta riziki, lakini riziki yake ile anahudumia nini? Wazazi. Labda nitaisoma moja. Bwana, watu walienda kumwomba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ruhusa kwenda jihadi. Mtu anamuuliza, Bwana Mtume anamuuliza sahaba yule, unao wazazi? Akasema ndio ninao wazazi. Anasema pigana jihadi nyumbani kwa kutumikia nini? Wazazi wako. Umeona hadithi hizi? Jaa rajulun ila nabii sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihadi, qala ahayyu walidaka, ahayyu
je wazazi wako wako hai? Qala na'am, akasema ndio. Qala fajahid, fahima fajahid, fahima fajahid, kwa kuwatumikia wazazi wako hao pigana, ndio jihadi yako hiyo. Unahangaika kwa riziki, wazazi wanakula vizuri, wazazi wanavaa vizuri, wazazi wanakaa vizuri, hiyo ndio jihadi. Sio jihadi ile kwenda kupigana kule kama damu. Hiyo ndio jihadi yako. Haya maneno ya bwana nani? Ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hizi hadithi, katika hii slide, anazungumzia nafasi ya wanaume sasa katika familia, nafasi ya kina baba ambao ni sisi katika familia. Mtume anasema akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Waumini wenye imani kamili ni wale wenye tabia njema zaidi, na walio bora kati yenu ni wanaotendea vizuri zaidi wake zao. Wa khiyarukum linisaihim. Sawa hizi ni hadithi za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba bwana kuwatumikia, yani kuwa bora nyumbani, kwa familia, kwa wake zetu, sawa, kwa watoto wetu wa kike, kwa ndugu zetu wa kike, sawa ni katika ibada kubwa kabisa. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenendo wake, ilikuwa ni mwenendo wake. Labda ni stop hapo kidogo, sawa. Ni kama kutakuwa swali lolote kabla kuendelea mbele kidogo, kama na swali lolote tuliyozungumza muulize, maana sio nazungumza tu moja kwa moja, pia muweze kushiriki. Naam sheikh. Naam, nimekusikia mzee wangu. Naam, inshallah, mashaallah, khair. Sawa kabisa. Naam, mwingine? Naam sheikh. Nilikuwa nauliza kwamba unaweka pesa zako benki, halafu ile benki inakupa faida katika kipindi fulani, kama unaweka cha mwaka mmoja wanakuwekea pasenti fulani, kwa sababu hujatoa pesa zako ziko vile vile, wanakuwekea kile inapokaa, wanakuwekea faida. Naam. Au ni riba? Na hizo pesa kama kweli ni riba, nizifanyie nini? Sawa, mashaallah. Swali la kwanza la mzee wangu, nini tofauti kati ya fakiri na maskini? Sawa, kwamba bwana huyu anasema ni fakiri, huyu ni fakiri. Sasa maulama wameleta definition. Yani nikisema definition kwamba kuelezea fakiri ni nani, kwamba inna sadaqatu lilfuqara'i wal masakin, kwamba zaka inapokuwa inatolewa ni lilfuqara'i, ni kwa ajili ya mafukara, na masikini, kwamba hii zaka ni kwa ajili ya wao. Sawa mashehe. Sasa huyu fakiri ni nani? Sawa, na huyu maskini ni nani? Sasa definition ambayo ni ndogo, sitaenda zaidi huko, ni kujitayarisha katika mazungumzo kuelezea kiundani vitu hivyo. Lakini maskini ni yule ambaye anapata shida kukamilisha mahitaji yake ya siku, anahangaika. Sawa shekhe, anahangaika sana kupita kiasi, mahitaji yake ni shilingi 10,000, ni shilingi 10,000, lakini hafiki katika shilingi 10,000 kwa siku, anapata 6,000, 7,000. Unasema huyu ni maskini, huyu ni sawa. Lakini fakiri sasa, shekhe, yeye inawezekana hata mahitaji yale ya siku yale hana kabisa, itokee tu sawa bwana, siku kapata, au siku kapata kidogo tu, haifiki hata hiyo 100% anayohitaji, anapata chini ya 50%. Sawa shekhe, huyu ni fakiri, kwamba bwana huyu bwana kula yake kesho hajui, anaweza kaamka asubuhi ikafika mpaka jioni bado hana kula huyu, ule mlo mmoja anasema huyu fakiri. Sawa shekhe. Ndio maana hata hizi zaka hizi ni kwa ajili ya hawa lilfuqara'i wal masakin. Sawa shekhe. Na ndio maana Uislamu umeweka njia mbalimbali za kuwakomboa watu hawa lilfuqara'i wal masakin. Hata hizi za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wana ile economic empowerment, economic
empowerment, katika kuwapa nguvu za kiuchumi, nguvu za kiuchumi maswahaba. Niona katika msikiti wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wakichuma tende zao kule, makole 10, kole moja analeta msikitini, linatundikwa pembeni pale, wasiokuwa na chakula waenda kula pale. Sawa shehe, tumeelewana mashehe? Kulikuwa na program mbalimbali za kuondoa maskini. Zaka zilizotolewa za mazao, zaka za fedha, zaka za vifaa. Unaona, huyu bwana ni fundi seremala lakini hana vyombo vile, anapewa vifaa vyote vile na anapewa na mtaji wa kwanza. Sawa, mwingine yule pale bwana, zaka za wanyama hizi anapewa kundi la ngamia, basi anakuwa nao kundi la ngamia au kundi la mbuzi, kundi la kondoo. Sasa anawafuga wale, mwakani anatoa zaka yeye. Tumeelewana shehe? Maana kuna njia mbalimbali za kuwakwamua watu kiuchumi. Sasa huyo ndio fakiri na huyo ndio ni maskini. Lakini kuna definitions ambazo ni kubwa zaidi na zaidi. Sasa hivi kuna definitions za kisasa. Wanasema maskini ni yule ambaye kwa siku anaishi chini ya $1. Chini ya $1. Sasa huyu bwana ndio fakiri huyo katika kidunia yani. Kama bwana huyu bwana anaishi chini ya nini? Huyu bwana ndio maskini wa kutupwa, ni poor of the poor. Poor of the poor. Huyu ni maskini wa kutupwa kwa sababu yeye anaishi chini ya $1. $1 ni shilingi 2500. Ni kwamba bwana huyu anahangaika kwa siku, mwisho anachokipata chini ya shilingi ngapi? 2500. Sasa kuna definitions za kisasa kuhusu huyo fakiri. Sawa shehe? Na shehe ameuliza, shehe anasema fedha chafu, unaweza ukatoa fedha chafu kwa ajili ya kujenga msikiti? Sheria za Kiislamu zinakataa. Sheria za Kiislamu, fedha chafu, inna Allaha tayyibun, Mwenyezi Mungu ni msafi, la yakbalu illa tayyiba, Mwenyezi Mungu anapokea vitu safi tu, uchafu watu apokei. Sawa shehe? Fedha chafu unakuja kujenga msikiti unapata dhambi. Unapata nini? Dhambi. Fedha chafu unanunua Qur'ani unapata nini? Unapeleka msikitini huko unapata nini? Dhambi. Sawa shehe? Fedha chafu kuna sera zake na njia zake katika Uislamu, namna ya kuzikimbia hizo fedha chafu. Zinakimbiwa kwa njia zipi? Kwa njia ya takhalus. Kwa njia ya takhalus zinawekezwa katika public goods, huduma za jamii au bidhaa za kijamii. Unaweza ukapanda miti, unaweza ukajenga daraja, unaweza ukajenga vyoo vya kata, shule za kata huko. Sawa shehe? Tumeelewana? Lakini sio katika mambo ambayo ya kiibada pure. Sawa. Shehe pia kauliza swali, fedha hizi naweka benki bwana, napata ziada. Sawa ziada yoyote katika mabenki haya ambayo hayafati taratibu za Kiislamu ni riba. As long as wewe umeweka fedha zako katika akaunti ya riba, sio akaunti ambazo zipo katika vitengo vya Kiislamu. Ukiweka katika akaunti ya kitengo cha Kiislamu cha la riba banking, nasema hii ni jaiz, halali. Fedha zako umekiweka katika nini? Katika akaunti za Kiislamu, sahal banking. Tunasema bwana, ziada utakayopata ni halali kwa sababu imefuata taratibu zote za sheria. Ukapata gawio pale kwa njia ya mudharaba, tunasema gawio lile, ziada ile ni halali kwa sababu akaunti yako wewe ni akaunti ambayo inafuata masharti ya nini? Ya Kiislamu. Hivyo tunasema gawio ile ni nini? Ni halali. Kwa nini? Hizi bidhaa zimejengwa katika misingi ya Kiislamu. Hizi bidhaa zina product manual. Nikisema product manual, tabu kuhusu ile bidhaa lile. Sio vipi? Kama unavyonunua gari, kuna ile manual ile ya gari ile. Sio Tuna buku kubwa lile la gari ile. Vipi? Sasa hizi bidhaa za benki hizi wana vitabu vyao vya benki, wana sera zao za Kiislamu pale, wana mikataba yao ya Kiislamu, wana sheria wa Kiislamu wanasimamia pale. Tunasema hizi zinafuata taratibu zote za Kiislamu. Hizi ni halali. Gawio lolote unalopata pale ni gawio la halali. Sawa shehe? Hakuna shehe katika nchi hii atakayekupa fatwa wewe kwamba bwana akaunti yako wewe hiyo ya conventional ambayo inafuata masuala ya riba hiyo kama ni halali. Hakuna. Na akiwepo shekhe huyo tunasema ni jahili murakkab. Na tutamwambia wala takfu ma laysa laka bihi ilmu. Sawa Usitoe fatwa katika kitu ambacho nini? Ukijui.
waqifuhum innahum mas'ulun, utaulizwa na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Sawa jamani, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum. Sawa, wala taqulu hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhiba. Uweze ukasema kwamba hii conventional bank ni halali. Sawa, unamsingizia nini? Uongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utaulizwa na Mwenyezi Mungu. Sawa shehe wangu. Sasa swali la shekhe pale, mambo yanaendelea mtaani huko. Sawa mambo mengi ambayo yanaendelea mtaani yanaendelea kwa njia ya kamari na riba, kwa njia ya kamari na riba. Sawa, lazima kama hiyo ni transaction, huo muamala, sawa shehe wangu, lazima wana sheria wa Kiislamu waangalie. Sawa, hiyo ziada inayokuja ni ziada ina gani? Ilipatikana vipi? Yule kachelewa kulipa, sawa shekhe, kachelewa kulipa, kapigwa faini, afu unakuja unagawiwa wewe, shehe. Au wamekukopesha kwa njia ya riba, chukua shilingi 100,000 hii, baada ya mwezi mmoja tuturudishie 120,000. Ile 20,000 wamekukopesha ukarejesha shilingi 120,000. Sawa, ile 20,000 ni riba katika Uislamu. Sawa, ni riba. Sawa, mpo katika kikundi, yule katoa riba, mwisho wa mwezi au mwisho wa mwaka mnagawana ile riba wenyewe. Shehe, tunasema mmegawana riba, mlikopeshana kwa njia ya riba na mkagawana nini? Riba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wadharu ma baqiya min ar-riba. Fateni taratibu za Kiislamu, fateni taratibu za sio kama hakuna. Mimi ni mtaalamu wa masuala ya SACCOS hizi na masuala ya vikoba vya Kiislamu nchini. Sawa na nishafanya kazi chini ya shirika la hao Marekani ya USAID. Yaani wananiambia tu njoo bwana tusaidie masuala ya Kiislamu haya. Vipi? Sio kama mfanya kazi wao tenda tu. Ni train watu katika masuala ya SACCOS ya Kiislamu, na nikawatengenezea manyo mbalimbali Pemba zaidi ya siku 10, na mwisho nikaingia nao mkataba kabla ya Donald Trump kuiondoa USAID nchini na kuifunga duniani. Nimeingia mkataba, lakini kwenda pia Zanzibar kuna vikoba, kuna SACCOS ambazo zinakopeshana Kiislamu lakini hawajui Uislamu kwa vipi, nikawasaidia kwenda kutengeneza mikataba yao na manyo zao na kila kitu. Sawa shehe wangu na nishakuwa ni mwenyekiti wa Tampro SACCOS muda wa miaka 3. Sasa najua VSLA hizi credit society za watu 5 mpaka 15 zinafanya kazi nchini. Vikoba vinafanya kazi vipi nchini? SACCOS zinafanya kazi vipi nchini? Vingine vyote ambavyo havimsujudii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni vikoba vya riba. Sawa? Vikundi vya kukopeshana vya riba na SACCOS za riba. Sawa, kwamba hizi SACCOS hizi na hivi vikoba hivi lazima vimsujudie nani? Vimsujudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa shehe wangu Sasa utaratibu wote mwingine katika Uislamu, ngoja nitoe hadithi moja tu ambayo itajibu swali lako moja kwa moja. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kullu qardan jalaba manfa'atan fahuwa riba. Mkopo wowote, mimi nakukopesha wewe shilingi 100,000, ule mkopo ule ukanifaidisha mimi niliyekukopesha, kwamba shilingi 100,000 chukua, utakaporejesha unirejeshie shilingi 20,000. Sawa, chochote kitakachoongezeka kwangu mimi, kile kitakachoongezeka kile kutoka nini? Ni riba. Sikiliza vizuri, nimekupa shilingi 10,000, 100,000, ukaja wakati wa kurejeshea kunirejeshea kwa njia ya mkataba, nikakukea shati kunirejeshea shilingi 20,000. Ile 20,000 ni nini? Ni riba. Nimekupa shilingi 100,000, ni jirani yangu wewe, miaka yote unipe lifti, lakini baada ya kukopesha shilingi 100,000 unaanza kunipa lifti ya bodaboda yako, ya basikeli yako, ya gari yako. Njoo nikupe lifti bwana. Ukitengeneza maandazi, sawa bwana, unaleta na maandazi ya ziada nyumbani kwangu. Uislamu unasema nini? Hii ni ziada, hii ni riba hii. Kama ilikuwa kabla, miaka yote ya nyuma unampa lifti, unapeleka maandazi, unapeleka vitumbua, unapeleka kaimati, mchuzi umefika kwa ziada unapeleka, utaendelea kupeleka. Lakini kwa sababu nimekukopesha tu ndio ukarimu unaanza, basi ukarimu nini? Ni riba. Hizo ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa tunaona hii ni dua ambayo ipo katika Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema
walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Na hii inaonyesha falsafa kwamba lazima tuwe na familia bora, familia zenye nguvu, familia ambazo zinamsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zinamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zinamtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni dua hii. Ewe Mola wetu, tupe katika wake zetu na watoto wetu yaburudishayo macho yetu, nyoyo zetu, na utujalie kuwa viongozi kwa wamchao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani hapa tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe kizazi cha Qur'an, kizazi cha Qur'an, Quranic generation, Quranic kizazi ambacho kimepambwa na sifa za Qur'an, kizazi ambacho kinafata mwongozo wa Qur'an, hudan linnas, mwongozo kwa ajili ya watu, hudan lilmuttaqin, mwongozo kwa wacha Mungu, kizazi ambacho kinamsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa, sasa hii ndio falsafa na ndio vision, yani ule uoni wetu wa mbali kwamba familia zetu ni familia imara, zenye nguvu, zenye kumsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa masuala haya ya budget ya familia, masuala haya ya uchumi wa familia, yote ni kuelekea huko. Sawa, kwamba familia zetu lazima ziwe na nguvu za kiroho. Itapata vipi nguvu za kiroho bila kuwa na uwekezaji katika masuala ya kiroho? Kujifundisha dini yetu, kuisoma dini yetu, kujua ibada hizi ambazo zitafanya sisi tuifikiri rabbania, ule uchamungu wa kweli. Tuwe ni kizazi cha Qur'ani. Tutafikia vipi huko? Lazima tuwe na mkakati maalum ya kufikia hicho kilele cha uchamungu. Sawa shehe? Familia zetu hizi ziwe ni excellent, ziwe ni bora kabisa katika mambo ya elimu. Lazima tuwe na uchumi imara. Uchumi imara. Ndio tutaweza kuwekeza katika elimu za watoto wetu, elimu za ndugu zetu, elimu zetu wenyewe. Kwa sababu katika Uislamu elimu haina mwisho. Elimu haina mwisho. Minal mahdi ila al-lahdi, kuanzia unapozaliwa mpaka unapoingia kaburini lazima usome. Ni watu tunaona wazee wetu leo wapo kwenye darasa hapa wanasoma. Kwa sababu falsafa ya elimu katika Uislamu minal mahdi ila al-lahdi, tangu unapozaliwa mpaka unapoingia kaburini unafanya nini? Unasoma. Na hamna kitu kikubwa kama kusoma Uislamu, kusoma Qur'ani, kusoma Qur'ani na tafsiri yake, darasa za tafsiri hizi za mashaikh hizi. Sawa, kwa sababu Qur'ani ni chemchemi ya elimu, ni chemchemi ya elimu. Sawa, sasa lazima tuwe na familia imara, familia zenye nguvu. Tuwekeze katika masuala ya kiimani, tuwekeze katika masuala ya kielimu, tuwekeze katika masuala ya kitabia. Sawa shekhe? Tabia zinajengwa, zinapaliliwa kama mche vile kuanzia udogoni. Tabia nzuri, tabia za ushujaa, tabia za ukarimu, tabia za upendo, tabia za kusaidia watu. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Tabia zote nzuri, tabia za ukweli, tabia za uaminifu, tabia za kutoa. Sawa shekhe? Tabia za kusaidia, tabia ya ukarimu, kwamba watu wanapandikizwa tabia za ukarimu kuanzia udogoni. Sawa shekhe? Tabia za kusaidia ni kwamba lazima tuwalee watoto wetu katika kufanya mambo haya. Misali misikiti hii, watoto wa mtaani, vijana wa Kiislamu wakaomba uongozi wa msikiti, usafi wa msikiti. Jumamosi wanafagia vyoo, wanafagia maeneo ya msikitini. Kuna shughuli nyingi za khairati ambazo vijana wa Kiislamu wanaweza kuzifanya, ikawa ni sababu ya malezi ya kitabia kuanzia wapi? Kuanzia udogo. Hasa familia imara na familia yenye nguvu ni rahisi kuwekeza katika masuala ya kiroho, masuala ya kielimu, masuala ya kitabia, masuala ya kimwili. Afya ni uwekezaji, lishe bora ni uwekezaji, preventive medicine, mtu kwenda kujiangalia afya yako kila baada ya miezi mitatu ni uwekezaji. Na Uislamu unafundisha kujiangalia afya zetu sisi kila baada ya miezi fulani. Sawa shekhe? Sasa hivi utamaduni huu umechukuliwa na soko wa Uislamu. Ukienda nchi za Ulaya kile watu wamepangiwa ratiba yake bwana. Tezi dume kila baada ya mwaka uje kucheki tezi dume hapa bwana. Au yepi? Kila baada ya miaka 5 tuje kucheki colon cancer. Wanakuja kuangalia afya ya utumbo mkubwa. Ratiba maalum.
Sawa, lakini yote ni uwekezaji. Kama ni lishe bora, kama ni mazoezi, sasa hivi mazoezi mnasoma na uwekezaji katika masuala ya kimwili. Shabibi, kama ni lishe bora, kama ni afya, kama ni mazoezi, ni uwekezaji pia. Tunahitaji tuwe na familia imara, familia zenye nguvu, familia zenye uchumi imara, ili hii tarbia hii kamil, maeneo yote haya ya kiroho, ya kiakili, ya kimwili, ya kitabia, ya kijamii, ya kijinsia, ya kisaikolojia, ya kinafsia, kwa watu waweze kuwekeza huko. Tuwe na familia imara, familia ambazo zitamsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, familia ambazo zitamtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na familia ambazo zitasimamisha Uislamu. Mtume anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kwamba kila mtu sawa ni mchunga, ni mchungaji, na kila mtu ataulizwa kwa kile anachokichunga. Kwamba ni mkuu wa familia, utaulizwa kuhusu familia yako, utaulizwa kuhusu familia yako. Sasa hii ni falsafa nzima kuhusu familia na uchumi, kwamba familia bora haitaweza kupatikana bila uchumi imara, bila uchumi imara. Ndio mada yetu ya leo hii, ndio mada yetu ya leo hii, na nitafurahi sana mkiondoka na hili ambalo nalizungumza hapa sasa hivi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema fedha mtu ambaye anayoitoa yenye thamani kubwa kabisa, hakuna kama fedha ambayo anayoitoa kwa ajili ya familia yake. Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinarun anfaqtuhu fi sabilillah, fedha au shilingi moja unayoitoa kwa ajili ya fi sabilillah, jihadi au kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na fedha wa dinarun anfaqtuhu fi raqaba, na fedha unayoitoa kumwacha huru mtumwa, wa dinarun tasaddaqat bihi ala miskin, na shilingi unayotoa kwa ajili ya kumpa maskini, wa dinarun anfaqtuhu ala ahlika, na shilingi unayotoa kwa ajili ya familia yako. Mtume anasema a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, yenye thamani kubwa, yenye utukufu mkubwa, na iliyo bora zaidi ile shilingi ambayo unayotoa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya familia yako. Sasa Uislamu umeipa kipaumbele cha hali ya juu uwekezaji katika familia zetu. Wewe mwenyewe, mke wako, watoto wako, ndugu na jamaa, tuwekeze huko. Na ndio priority, ndio kipaumbele cha Uislamu. Kipaumbele cha Uislamu katika sayansi ya matumizi. Sayansi ya matumizi. Tunaenda somo la mwisho, somo la 7. Hapa tunaangalia mpango wa matumizi na kupeni kidogo fikra zile namna ya kutengeneza budget ambayo inayokidhi viwango vya Kiislamu, viwango vya Kiislamu. Katika kitabu chetu cha Al-Hatha al-Tijara kuna maelezo mengi ndani ambayo tumeyapata kutoka kwa salaf, kwamba walikuwa ni watu ambao wanapanga budget za familia zao. Umeona? Hapa tunaona ni ushauri huu, kwamba wakati habari za kile tulichopewa kutoka katika urithi wa baba yetu zilipomfikia, alisema salafu swali hao, salafu mwenzao wameona kwamba kaacha urithi kwa watoto wale. Shabibi, urithi wa mali nyingi tu. Sawa, wanaenda wanamwambia, wanasema inanihuzunisha kusikia kiasi cha mali mlichopewa, lazima muitumie kidogo kidogo na kwa matumizi ya wastani. Kwa nyinyi kulala njaa hali ya kuwa mnayo akiba ya kutosha kwa siku zijazo ni furaha kwangu mimi kuliko kulala hali ya kuwa mmeshiba na hamna akiba ya kutosha. Ni kwamba hata salafu saleh walipoona ndugu zao na jamaa zao, mzee wao kaondoka kaacha mali nyingi, wanaenda kutoa mambo ya financial counseling, yani ushauri wa kifedha, ushauri wa masote, na watu wakatumia fedha zikamalizika, watu wakawa katika hali mbaya. Sasa wanatoa ushauri wa masuala ya budgeting na mipango. Umeona hizi hadithi zote zinazungumzia hiyo mipango. Sawa, lakini hili ni jedwali sasa, mpango wa matumizi ya kila wiki. Sawa, kulingana na hadithi na aya za Qur'an. Naona fonti zake ni ndogo, lakini nitasoma haraka. Nitasoma ya Kiarabu au nisome Kiswahili? Ya Kiswahili. Hapa katika jedwali letu kuna kategoria ya matumizi, asilimia mapato yako na maelezo ya Kiislamu. Jana tulizungumza kiundani kabisa kwamba mtu unapopata shilingi 100,000 yako, sawa jamani, kwamba asilimia 50 iende katika mahitaji ya dharura, mahitaji ya dharura. Kiingereza tunasema ni needs, needs.
na 30% iende katika mahitaji ya ziada, mahitaji ya ziada. Kwa Kiarabu tunasema hajiati, au Kiingereza tunasema wants. Kuna needs na wants, kuna dharura na kuna hajiati. Sawa shekhe? Afu na luxury, tahsiniyat. Sawa, ya anasa. Sawa, kuna matumizi aina ngapi? Aina ngapi? 3. Dharurati, hajiati na tahsiniyat. Kwa Kiswahili, sawa, kwamba mahitaji ya dharura, mahitaji ya haja au ya ziada, na mahitaji ya kifahari. Sawa, sasa hapa category nimeangalia zaidi katika mahitaji ambayo ni dharura. Dharura. Sawa mashekhe? Chakula na maji, kwamba fedha zako zote zende 20% mpaka 25 katika chakula na maji. Na hii tunapata katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema ayuha nas afshu salam, enyi watu, sawa toleaneni salamu. Toleaneni assalamu alaikum, unayemjua na usimjua. Yani assalamu iwe ndio ipo katika ulimi wa Muislamu. Muislamu katika ulimi wake lazima yapo maneno mengi mazuri tu, alhamdulillah, mashaallah, jazakallah, bismillah. Ndio maneno ambayo yanatoka katika kinywa cha Muislamu. Akasema mlishe chakula, afshu salam wa at'amu wa it'imu at'am, na mlishe nini? Chakula. Tembeleaneni jamaa na salini usiku wakati watu wamelala, mtaingia peponi kwa salama. Sawa, sasa 20% mpaka 25 ni chakula na nini? Na maji. Makazi, kama mtu huna makazi, unakodi nyumba, basi 20% mpaka 30, sawa, hiyo ni nini? Ni makazi. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema 4 min as-saada, 4 min as-saada, mambo matatu mtu akiwa nayo amefikia kilele cha mafanikio. Mambo 4 mtu akiwa nayo amefikia kilele cha mafanikio. Katika hadithi hii imetaja matatu. Sawa Hapa ametaja mtu kuwa na jirani mwema, aljaru salih. Aljaru salih, kuwa na jirani mwema ni katika mambo ambayo ni akhera kabisa. Hata unapotafuta nyumba ya kupanga au kujenga sehemu, unatafuta majirani wema. Sio umezungukwa na baa, wakishakunywa wanakuja kukojoa katika nyumba yako. Tunasema no, wewe bwana umetafuta majirani wabaya, majirani wabaya. Au unalala usiku kucha muziki, vipi? Umetafuta majirani wabaya. Sasa 4 min as-saada, mambo 4 ni katika kilele cha neema, kilele cha baraka. Moja ni aljaru salih, aljaru salih. Lingine, sawa, nyumba yenye nafasi, almaskanu alwasi', almaskanu, nyumba yenye nafasi. Sawa, sio chumba kimoja wote ndani humo. Sawa, ni ufukara huo wewe, lakini ukiwa na nyumba yenye wasaa, sawa, ni katika nini? Ni neema, katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa, nyumba yenye nafasi na kipando kizuri, almarkabul hani, almarkabu hani. Hadithi hii imetaja 3. La 4, sawa, kuwa na mume bora au mke bora. Sawa shekhe? Haya mambo 4 haya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nini? 4 min as-saada, maisha ya saada, maisha ya furaha na amani, maisha ya utulivu, maisha ya neema. Sasa 20% mpaka 30, sawa, ya kipato chako ndio iende katika nini? Katika makazi au kodi ya nyumba. Kodi ya tunaona mashekhe. Afya na usafi, 5% mpaka 10 iende katika afya na usafi. Na Uislamu unasema kwamba almu'minu alqawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'min adh-dha'if. Afya na usafi hapa, mazoezi yanaingia, lishe bora, sawa na afya, dawa, vyakula vya tiba hivi. Sawa mashekhe? Afya na usafi. Mtume anasema muumini mwenye nguvu ni bora zaidi na mwenye kupendwa zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko muumini dhaifu. Hata ibada, mtu muda wote anaumwa dhaifu na nini, ataweza kusimama tahajjud huyo? Sawa shekhe? Hata hizi ibada hizi zinataka pia mtu uwe na nguvu. Alafu elimu na maendeleo, 10% mpaka 15 uwe nawekeza katika nini? Katika elimu na maendeleo ya kielimu. Talabul ilmu faridhatun ala kulli muslim. Sawa shekhe?
wanasema ni msemo huu, wanasema ni hadithi dhaifu, lakini ni hadithi ambayo inaendana na falsafa ya Uislamu katika kusoma. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Nyingine sadaka na zaka, 2.5 mpaka 10%. Unatoa zaka na nini na sadaka. Nyingine hapa tunaona hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat mali min sadaqa. Bwana Mtume anasema kwamba mali haipunguki kwa kutoa sadaka. Yani zaka na sadaka inaikuza mali. Inaikuza mali. Watu wanafikiri labda akitoa sadaka au akitoa zaka mali inafanya nini? Inapunguka, lakini reality, ule ukweli ule na uhalisia, mali inafanya nini? Inakuwa. Sawa Akiba na uwekezaji 10% mpaka 20%. Tumeona akiba na uwekezaji jana. Sawa Sheikh, lakini hapa pia tunaona Nabii Yusuf alayhi salam vipi alivyoweza kuweka akiba ambayo iliweza kuisaidia taifa la Egypt, la Misri kwa muda wa miaka 14. Muda miaka zaidi ya miaka 14, zaidi ya miaka 14. Na nyingine mavazi ya staha, ya ayyuhalladhina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Mavazi mazuri, kwamba lazima tuwekeze pia katika mavazi kwa 5 mpaka 10, na burudani halali 1 mpaka 5. Sawa Hapa tunamwona burudani halali hizi za gym, lakini zinafuata maadili. Mashindano ya kukimbia, bwana Mtume anasema alikuwa anakimbia na mkewe ya Aisha. Sawa Maswahaba walikuwa wanafanya mashindano ya farasi mpaka wanaingia katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumelala mashehe mieleka nini, mashindano ya kupiga mishale. Sawa Maswahaba mashallah shabibi wanapanda milima. Sawa walikuwa ni wenye nguvu, sio goigoi kama sisi. Sio goigoi. Lazima tuwekeze katika burudani halali. Sawa mashehe. Sasa hii ni jedwali ambalo nimejitahidi kuonyesha maeneo ya uwekezaji na zile asilimia za uwekezaji. Hapa namna ya hatua za kutayarisha bajeti ya familia. Hizi hatua hizi mbalimbali. Hatua ya kwanza, tambua mapato yote ya familia. Weka pamoja vyanzo vyote vya mapato kwa mwezi. Pili, orodhesha matumizi ya msingi ya lazima. Chakula na mahitaji ya jikoni ya mwezi mzima, ada za nyumba kama unapangisha au kodi, unaona, maji, umeme na nishati nyingine labda gesi, ada za shule za watoto, michango muhimu, matibabu, weka kiwango cha wastani kwa dharura ndogo ndogo au bima ya afya, usafiri, sawa nauli au mafuta ya gari, zaka na sadaka. Sawa tumeelewana mashehe. Kipaumbele kitatolewa kwa haya kabla ya vingine. Haya ndio matumizi ambayo ya vipaumbele katika bajeti ya familia. Sawa mashehe. Baada ya hapo, baada ya kutambua mapato yote ulionayo, vyanzo vyako vyote vya mapato, kama ni mshahara wako unapata hichi unapata hichi, kujua kwa mwezi, alafu unajua haya ndio matumizi ya msingi, haya ndio priority. Sawa, baada ya hapo sasa unaenda katika awamu ya 3. Orodhesha matumizi yasiyo ya lazima moja kwa moja, zaidi ya yale ya dharura ya msingi. Kama nguo mpya. Sawa, sio kila mwezi, lakini labda weka akiba kwa hilo. Hii si ya lazima, inaweza kwa mwaka mara moja, maana ikatoka katika ile bajeti ya kila mwezi. Sawa burudani au matembezi, mfano kwenda picnic au kulipia TV. Haya sio ya dharura, haya ni hajiati, haya haja tu ya ziada tu. Ukarimu kwa wageni, zawadi au sherehe kama kuna harusi au sikukuu zingine ni lazima za kijamii, lakini zinaweza kupunguzwa gharama. Ukarimu kwa wageni, sawa misiba, harusi na kadhalika, ambazo katika jamii ni vigumu kuepuka kabisa, na pia unaweka na bajeti yake na fungu lake pia. Vitu vya ziada vya nyumbani, samani, vifaa vya umeme havinunuliwi kila mwezi, ila unaweka akiba kila mwezi ili kununua ukatimiza malengo yako. Sawa, hivi vitu ambavyo matumizi yake yanaweza kubanwa ndivyo bora, lakini pia vinarahisisha maisha na furaha ya familia yakipangwa vyema. Sasa hii ni step ya 3. Step ya kwanza ni tathmini ya mapato yako yote. Step ya 2, matumizi yako ambayo ni ya dharura muhimu kabisa tumeorodhesha. Step ya 3, yale ambayo ni ya ziada.
Sawa. Step ya 4, linganisha jumla ya mapato na jumla ya matumizi. Sasa haya ndio mapato yangu, haya ndio matumizi nataka, sasa nalinganisha sasa. Sawa shehe, una balance. Inachotakikana ni kwamba matumizi yawe madogo kuliko nini? Kuliko mapato. Yakiwa sawa sawa au yakizidi matumizi, unairudia bajeti yako mpaka iwe ni chini ya nini? Ya mapato. Sawa shehe? Tupa mzee wangu. Naam. Linganisha jumla ya mapato, jumla ya matumizi. Ukijumlisha orodha za matumizi, linganisha na kipato. Ikiwa matumizi ni makubwa kuliko mapato, hapo kuna tatizo. Lazima uchunguze wapi upunguze gharama. Sawa mashehe? Tunaenda awamu ya 5. Awamu ya 5. Panga kwa uhalisia, usiweke bajeti ya ndoto. Yaani uwe ni more realistic. Sawa jamani Unajua mimi mwezi uliopita matumizi yangu na kipato changu kilikuwa hivi, na mwezi uliopita hivyo hivyo, na mwezi uliopita hivyo hivyo. Ina maana unayo historical background, historia ya kipato vyako na matumizi yako unayo. Unapanga hivyo. Sawa shehe? Hatua ya 6, weka fungu la dharura, akiba. Lazima pia unatenga fungu la nini? La dharura. Sawa shehe? Naam. Fuata na angalia bajeti kila wiki, mwezi. Ukishaitengeneza bajeti yako sasa, una stick to the budget. Unaifuata na unaiangalia na unaitathmini bajeti yako ya kila wiki. Sawa sheikh? Naam, hiyo ndio technique ya kutengeneza budget. Sawa sheikh? Naam, tumefikia mwisho. Mwisho ni yale niliyozungumza jana. Sawa, zile financial rules 10. Hizo nazisoma tu, sishereheshi. Kwa sababu tulizungumza jana, kwa wale ambao watataka zaidi kuhusu zile 10 golden rules, kanuni 10 za dhahabu za kifedha, wataenda katika YouTube, wataiangalia ile mada ya jana ambayo tumeenda kwa undani kabisa kuhusu kanuni 10 za dhahabu katika masuala ya fedha. Hapa nitasoma tu. Ya kwanza, usitumie pesa ambazo hujapata. Usitumie pesa ambazo hujapata. Ya pili, jenga utamaduni wa kuweka akiba angalau 10% hadi 20 kila wakati unapopata. Ya tatu, jenga utamaduni wa kuwa na bajeti na kushikamana nayo. Epukana kutumia pesa bila mpango. Ya 4, wekeza katika mifuko ya kifedha ya kijamii, bima ya afya, mpango wa pensheni na mfuko wa dharura. Ya 5, anza kuwekeza. Anza kidogo kidogo kwa kidogo ulichonacho. Ya 5 hiyo. Anza kuwekeza. Anza kidogo kidogo kwa kidogo ulichonacho. Jana tulitoa mfano wa wale ndugu zetu wa Indonesia ambao wanaweka shilingi 5,500 kila siku, baada ya miaka 5, miaka 10 anaenda wapi? Anaenda hija. Sawa, amewekeza kidogo kidogo kwa ajili ya safari ya hija, kukamilisha nguzo ya 5 ya Uislamu, kwa ajili ya kupata baraka, kwa ajili ya kupata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anza kuwekeza, anza kidogo kidogo, anza kwa kidogo ulichonacho. Hata kama ni shilingi 1,000, shilingi 1,000 kwa siku, kwa mwaka mzima 360, unanunua friji, unanunua kitanda, unanunua vitu vingi tu. 6, anza kujifunza kuhusu ujuzi wa msingi wa kifedha. Hudhuria semina, soma vitabu, fuata kurasa za elimu, hudhuria darasa kama hizi za mambo ya kanuni za kifedha. Utapata elimu ya nini? Elimu ya fedha. Hamna haja kwenda kuchukua masters kama mimi au sijui vyeti vingi kama mimi. Shebibi ukihudhuria darasa, ile elimu mtu kapata miaka 20 huko, wewe unaipata katika kipindi cha masaa mawili tu. Kopa inapohitajika na usikope kulipa deni jingine. Kukopa katika Uislamu ni kitu ambacho ni hatua ya mwisho, kwa sababu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Kama nafsi ya muumini inashikwa na deni lake, inaadhibiwa kwa deni lake mpaka ile deni litakapolipwa. Hii ni hadithi sahihi ya Bwana Mtume sallallahu, na kuna hadithi nyingi zinazoelezea hilo. Kopa inapohitajika na usikope kulipa deni jingine. Tumia pesa kidogo kuliko unazochoma. Unazo shilingi 500,000, usitumie zote 500,000, tumia chini ya 500,000, tumia 400,000, 100,000 weka akiba. Anza kununua mali badala ya madeni. Nunua mali badala ya mali. Ukinunua gari la uzalishaji. Ukinunua kiwanja cha uzalishaji. Ukinunua sijui mashine ya uzalishaji. Sawa shekhe? Usinunue nini? Madeni.
Sababu wewe kipato chako shilingi 500,000 kwa mwezi. Unaenda umepata pesa labda ni urithi nini, unaenda unanunua gari. Gari matumizi yake 500,000. Maana pesa zako zote za matumizi za mwezi zimeenda katika nini? Katika gari. Sawa Sheikh, imekuwa sasa gari yako ni familia nyingine hiyo. Familia nyingine. Matokeo yake huwezi kuitunza familia, unaitunza nini? Gari. Tunasema wewe ni jahil murakkab. Jahili murakkab, mjinga wewe. Wewe safihi. Anza kununua mali badala ya madeni. Sawa Sheikh? Hapo nimeelezea jana, nilielezea mali ni nini na madeni ni nini, na sasa hivi pia nimekupeni mfano wa mali na madeni. Alafu tumia kanuni ya 50 30 20. Na hii alhamdulillah nimekuonyesha ile jedwali lile pale. Lile jedwali lilitengeneza juu kule ya matumizi yale ya kodi, chakula nini, nimefuata mfumo hii 50 30 20. Sawa Sheikh? Na ukiwa na madeni fuata kanuni ya 70 20 10. Matumizi ya kila mwezi ni 70%. Kama ni shilingi 100,000 unayo, ina maana 70,000 ni matumizi yako yote ya nyumbani. Alafu 20% ni kwa ajili ya akiba na uwekezaji. Sawa? Na 10% kwa ajili ya kulipa madeni. Alafu tukasema kwamba unafuata kanuni hii. Hizi kanuni 10 hizi unafuata. Umeziandika zile, afu unakuwa unazitia tiki kila siku. Hizi 3 hizi bado unapigana usiku na mchana, na zile 3 usifanye nini? Uzikamilishe. Utaishi maisha mazuri ya kifedha, na utaishi maisha yale ambayo tuliyazungumza, yale ya ibadur rahman, ya ibadur rahman wa ibadur rahman alladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Ibadur rahman, katika sifa za ibadur rahman ni watu ambao wanaishi kwa mipango, kwa bajeti yake binafsi, bajeti ya familia. Sawa? Anaishi kwa mipango na bajeti. Hizo ni katika sifa za ibadur rahman. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.